Na mtazamaji wangu, leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 2025, hatimaye uongozi mzima wa serikali awamu ya 7 ukiongozwa na mkuu wa mapolisi umeweza kutoa taarifa hii kuhusiana na viongozi hawa ama watu hawa waweze kukamatwa. Kulingana na jeshi la polisi nchini limeweza kupendekeza kukamatwa kwake Askofu Gwajima, Mnyika, Lema pamoja na Brenda akiwemo na Hilda Newton. Inazidi kudai kwamba hawa waliweza kuchangia pakubwa vurugu la maandamano yaliyoweza kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, kama unavyozidi kutizama katika skrini yako hivi sasa, majina hayo ambayo yameweza kuratibiwa hapo pamoja na picha ambazo zimeweza kuambatanishwa hapo, watu hawa wanazidi kutafutwa waweze kukamatwa, jambo ambalo limezidi kuzua mjadala mzito katika mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa, ningependa tufahamu awali, baada ya kuapishwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, aliweza kudai kwamba wote walioweza kuandamana sio wa Tanzania. Sasa mtazamaji wangu, mbona leo hii idaiwa kwamba Watanzania hawa wote ndio walioweza kuhusika kwa kuchangia vurugu na maandamano katika Jamhuri ya Tanzania? Kwa njia moja ama nyingine, Mchungaji Gwajima, sote tunafahamu vita vya kisiasa ambavyo viliweza kuwa kati yake pamoja na serikali awamu ya 6 ambayo hivi sasa ni serikali awamu ya 7. Kwanza kabisa, kuna historia mbaya ambayo iliweza kumkuta Mchungaji Gwajima. Sote tunafahamu kwamba Josephat Gwajima ni mmoja wa wanachama wa CCM, ila kipindi na wakati ambapo uchaguzi uliweza kukaribia aliweza kujiondoa katika chama hicho cha CCM, ile hali anadai kwamba sababu za kujiondoa katika chama cha CCM iliweza kuwa utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa wafuasi wake wote wale wa kidini, jambo ambalo halikuweza kuwa sawa, kwani watu wanaozidi kushiriki ibada naye mbona wanazidi kupitia kichapo, na ambapo yeye yupo katika chama hicho cha CCM kinachozidi kufanya ukatili huo kwa wafuasi wake, hatua ambayo ilionekana moja kwa moja kuchochea vita vya kisiasa kati ya wafuasi wake Mchungaji Gwajima dhidi ya serikali awamu ya 6, hadi kudai kwamba kipindi na wakati ambapo uchaguzi utaweza kufanywa kabla ya makanisa kufunguliwa, basi wafuasi wake wote wale waliokuwa wakishiriki katika kanisa lake pamoja na branch za makanisa yake katika Jamhuri yote ya Tanzania, hakuna hata mmoja ataweza kumshawishi kwa ajili ya kupiga kura kwa kiongozi yote yule wa CCM, kwani Mheshimiwa Josephat Gwajima aliweza kuwa miongoni mwa Watanzania ambao waliweza kujitolea kufanya ushawishi katika mitandao ya kijamii sawia na kile alichokuwa kikifanya Mheshimiwa Humphrey Polepole. Kwanza, Mchungaji Gwajima mbeleni alikuwa akifanya ushawishi kipindi na wakati ambapo alikuwa akiongoza ibada katika Jamhuri ya Tanzania mikoa mbalimbali, ila mwisho siku tuliweza kushuhudia makanisa yake kufungwa hadi kipindi na wakati ambapo uchaguzi uliweza kukaribia, ndipo ambapo barua kutoka Ikulu iliweza kuletwa ya kwamba makanisa yameweza kuomba kufunguliwa na kurejelea ratiba zao za siku baada ya siku. Ila sote tunafahamu ni kwa nini ambapo makanisa yaliweza kufunguliwa kipindi na wakati ambapo uchaguzi mkuu ulikuwa umeweza kukaribia. Mtazamaji wangu, wadadisi wa mambo ya kisiasa wanazidi kuweka hadharani kwamba wafuasi wake Mheshimiwa Gwajima wanaozidi kushiriki makanisa ni takriban ya watu milioni 4. Hivyo basi uongozi wa CCM uliweza kufahamu wazi kwamba kutokana na makanisa haya kufungwa wataweza kupoteza takriban kura milioni 4, jambo ambalo lingeweza kuathiri pakubwa
azma ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kurejea afisini kwa mara nyingine, na ndipo ambapo kibali kikaweza kutolewa rasmi, makanisa yameweza kuachiwa huru. Ila kipindi na wakati ambapo makanisa yaliweza kuachiwa huru, kuna ukimya ambao sio kawaida uliweza kumkuta mchungaji Gwajima. Hakuendeleza uhamasishaji wake hadharani ama katika makanisa mbalimbali huko Tanzania, bali alilazimika kutengeneza vipande vya video na kuzisambaza katika mitandao ya kijamii kufanya uhamasishaji huo, tofauti kabisa na ilivyokuwa hapo mbeleni, jambo ambalo hivi sasa linazidi kuwa gumzo kubwa, huenda liliweza kuchangia kwa leo hii yeye kujipata kuwa miongoni mwa watu ambao jeshi la polisi huko Tanzania linazidi kumtafuta liweze kumkamata. Mtazamaji wangu, kuna mwingine ambaye ni Hilda Newton. Sote tunafahamu kwamba Hilda Newton, hasa katika mtandao wa X maarufu kama Twitter hapo mbeleni, ameweza kuwa mstari wa mbele bila uoga wote ule, ijapokuwa katika Jamhuri ya Tanzania kuliweza kutolewa taarifa na kila mtu kutumia ujumbe wa kutosambaza yale yaliyokuwa yakitokea katika wakati wa maandamano katika Jamhuri ya Tanzania. Hilda Newton hilo hajaweza kulikubaliana nalo kamwe. Ameweza kuwa mstari mbele kuchapisha video za kuvunja moyo, ambapo maelfu ya vijana Gen Z wanaonekana kupata majeraha, baadhi yao kuaga dunia, vile vile kuonyesha hali halisi ya maandamano yaliyokuwa katika Jamhuri ya Tanzania katika mikoa mbalimbali huko Tanzania, hatua ambayo viongozi wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa kutoifurahia kamwe, na ndiyo ambayo inazidi kumsababisha Mheshimiwa Hilda Newton ama mwanaharakati Hilda Newton jina lake kupatikana katika orodha hii ambayo hivi sasa serikali ama jeshi la polisi lipo mbioni kuwatafuta. Mtazamaji wangu, kuna Mnyika sote tunamfahamu katika chama cha Chadema kama sijaweza kukosea, bila uoga wote ule, ushirikiano wake uliokuwa kati yake pamoja na Mheshimiwa John Heche kabla ya kukamatwa kwake, Mheshimiwa Tundu Lissu kabla ya kukamatwa kwake. Mtazamaji wangu, amini usiamini, walikuwa na uhamasishaji mno katika jamii bila uoga wote ule, hivi sasa ikionyesha wazi kwamba kwa kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu kushtakiwa na kesi kuwa mahakamani, hivi sasa Mheshimiwa John Heche naye sawia, hivi sasa kiongozi anayezidi kuonekana kulengwa ni Mnyika, jambo ambalo halijaweza kufurahisha Tanzania wengi. Hasa jambo hili huenda likaweza kuathiri pakubwa chama cha Chadema. Vile vile mtazamaji wangu, kuna Brenda ambapo nina imani huenda ikawa pia ni mwanachama mwingine wa chama Chadema. Hatua hii inazidi kuyumbisha chama Chadema, kwani nguzo muhimu na kuu zilizokuwa zikishikililia chama hiki Chadema hivi sasa wote wako chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 7 kwa njia moja ama nyingine, wote wakiwa na mashtaka ya uhaini, jambo ambalo sio kweli ama Watanzania wengi hawajaweza kulikubaliana nalo. Mtazamaji wangu, pia ni vema iwapo ya hapo utaweza kutuachia maoni yako kuhusiana na kile ambacho kimeweza kuchapishwa na jeshi la polisi nchini Tanzania kuhusiana na viongozi hao ambao wanazidi kuratibu kuwakamata, kwa wao kuwahusisha ama kuamini kwamba kwa njia moja ama nyingine waliweza kuhusika na maandamano ya vijana Gen Z. Je, mtazamaji wangu we mtazamaji Konradhi, je, mtazamaji wangu we mtazamo kwa ni upi? Ni vema kwa wewe kutuachia maoni yako katika uwanja comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.